tuna wagonjwa ambao wana changamoto za magonjwa ya saratani na ni wagonjwa wengi, na gharama kwa ajili ya matibabu ya saratani ni gharama kubwa mno. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa ningependa nilishukuru Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, wamiliki wa hospitali ya Bugando, kwa kutupatia sisi ridhaa ya kusimamia hii hospitali. Lakini pia kwa namna ya pekee kabisa nipende kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wetu Mama Samia Suluhu kwa misaada mbalimbali tunayopata kupitia wizara yetu ya afya. Tunapata misaada mingi sana kwenye idara hii ya wagonjwa wa saratani kwa ajili ya kuwawezesha kupata matibabu. Pamoja na misaada tunayopata kutoka kwenye Baraza la Maaskofu Tanzania, kutoka kwa serikali, lakini hospitali ina juhudi binafsi kwa ajili ya kuhakikisha wagonjwa wanaofika hapa na wanaogunduliwa kwamba wana matatizo ya saratani wanapata matibabu stahiki na kwa wakati sahihi. Moja kati ya juhudi ambazo hospitali inazifanya ni kuanzishwa kwa Bugando Health Marathon. Bugando Health Marathon ni kwa ajili ya kukusanya hela, na kwa mwaka huu tumeazimia kukusanya bilioni 1. Sisi tunaita bilioni 1 ya matumaini, kwa sababu hii hela itakuja kutumika kwa ajili ya hawa wagonjwa wenye matatizo ya saratani. Mara nyingi wenye matatizo ya saratani wanapofika hospitali mapema huwa wanatibiwa na kupona. Ni bahati mbaya kwa wale ambao wanaofika kwa kuchelewa, wakati mwingine wanatibiwa na kupona inakuwa kidogo ni changamoto. Tunasema ni bilioni 1 ya matumaini kwa sababu wagonjwa wetu wengi hawana uwezo wa kulipia gharama za matibabu ya saratani. Tukikusanya hizi hela itawapa wao wagonjwa matumaini na hawatakata tamaa kwa kukosa huduma, kwa kuwa hela zinazochangwa na Watanzania zitatumika kwa ajili ya matibabu yao. Nimchukue nafasi hii kumpongeza kwa niaba ya bodi ya wadhamini Sister Dr. Alicia Masenga kwa kuaminiwa na kuteuliwa na bodi na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuwa mkurugenzi mkuu wa hospitali yetu ya rufaa ya kanda ya Bugando. Tuna imani na sister katika uwezo wake, uzoefu wake, na kwa niaba ya bodi ya wadhamini na kuahidia mshikamano mkubwa katika utendaji. Taasisi ni kubwa, lakini naamini katika mshikamano wetu sister daktari na mkurugenzi mkuu, naamini utafanya kazi yako kwa ufanisi mkubwa. Umeshaonyesha makubwa katika sehemu zote ulizokabidhiwa, na ndio maana Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania limeona nikukabidhi jukumu hili kubwa ambalo naamini utalifanyia kazi vizuri. Hospitali ya rufaa ya Bugando inahudumia eneo la kanda ya Ziwa yenye zaidi ya wakazi milioni 22, na kutokana na hiyo hospitali hii imekuwa ni muhimu sana katika kanda hii, katika kuhudumia wananchi wote wa kanda hii. Katika huduma inazozitoa hospitali hii ya kanda ya Bugando, hasa katika hii kitengo cha kansa cha saratani, imekuwa na mshikamano mkubwa sana na benki ya NMB. Kwa taarifa ambazo ninazo, NMB wamekuwa washirika wakubwa sana hata katika ujenzi wa hii idara, hii kitengo. Walikusaidia katika mambo mbalimbali, siwezi nikayasema kwa haraka, lakini wamefanya kazi kubwa sana na wameendelea kutushika mkono. Na leo pia wamekuja baada ya kusikia taarifa yetu hata kwa muda mfupi. Kwa hiyo kwa niaba ya bodi ya wadhamini tunashukuru kwa hilo. Mungu aendelee kuwabariki sana kwa hili jambo kubwa ambalo mnalifanya katika hospitali yetu, na sisi tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na nyie katika huduma yenu. Nadhani itasaidia Watanzania wengi ambao kwa kiasi kikubwa wanapata shida. Kulingana na taarifa tulizonazo, tumesikia kwamba hospitali yetu ina mahitaji makubwa ambayo yameelezwa. Tuna uhaba, tuna upungufu wa staff members kama ilivyosemwa,
tulikuwa tunaomba sio tu benki ya NMB lakini wadau mbalimbali waweze kuja kutusaidia, kwa sababu hiyo hospitali inasaidia Watanzania wote katika mazingira yote. Kwa hiyo tunaomba wadau wengine wote waweze kutusaidia tupate staff ya kutosha. Tumesikia kuna upungufu wa eneo la kimo kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wetu, mashine za kuwahudumia tumepata, lakini hazitoshelezi kwa idadi kubwa ambayo imesemwa. Wagonjwa wa saratani ya damu ambao wameongezeka na wanahitaji special care kama alivyoeleza daktari. Kwa kweli ninahitaji support kubwa sana. Sisi kama benki ya NMB tunaguswa kwa kiwango kikubwa na matatizo yaliyopo kwenye jamii yetu. Tumekuwa kwa miaka kadhaa sasa tukitoa pesa zaidi ya 1% ya faida yetu kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Sekta ambazo zimekuwa zikipata maboresho hayo pamoja na sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta nyinginezo. Katika sekta ya afya tumechangia maeneo mbalimbali ambapo ikiwepo ni kutoa misaada kama hii ya leo ya vitanda maalum, lakini tumekuwa tukichangia mfano magodoro na shuka na vifaa tiba vingine. Lakini pia katika maeneo mengine ni katika ujenzi wa majengo na wodi mbalimbali za hospitali. Tunaamini msaada hii tunaweza kuitoa inaweza kutupatia jamii ya watu wenye afya ambao ni bora, na hao ndio wanaokuwa ni sehemu ya wateja wetu. Kwa hiyo benki yetu inawiwa kurudisha kwa jamii ili na sisi tuwe na maendeleo endelevu katika swala zima la kiafya, lakini katika kukuza uchumi wa nchi ya Tanzania. Tunajua serikali inafanya mengi, lakini bado mahitaji ni makubwa, na hasa hilo gap lilopo tunajaribu na sisi angalau kulipunguza katika kutoa sapoti hizi. Saratani Bugando zilianza mwaka 2009 ikiwa bado ni changa sana, lakini tulitoa huduma mbalimbali ikiwepo kuhudumia watu wazima na watoto. Tulianza kwa wagonjwa wachache sana ambao watu wazima walikuwa chini ya 500 na watoto chini ya 100, lakini kufikia mpaka sasa tunaona watu wazima 2000 na watoto 350. Huduma zetu zimekuwa na vitengo mbalimbali. Pamoja na kukua huku, tuna changamoto mbalimbali ambazo ni rasilimali watu, vitendea kazi na madawa. Kama tunavyojua, huduma za saratani zinahitaji aina 3 za matibabu. Saratani yenyewe inahitaji matibabu ya kemikali, chemotherapy, matibabu ya mionzi au mionzi ya aina ya nuclear kwa kudiagnose na kutibu, na pia matibabu ya upasuaji. Pamoja na mafanikio ambayo tumepata, ambao tumekuwa na rasilimali watu mpaka sasa, tuna wafanyakazi ambao wana takriban 100 katika idara yetu, ambapo wanatoa huduma za kama tunawaita medical oncologist. Kwa hiyo pamoja na kukua huku, wale changamoto ni kubwa, tunahitaji wataalamu tunahitaji ni wengi, kwa sababu tunaongeza idadi ya wagonjwa kama ninavyokuambia 2000, na kwa siku tukigawanya kwa kila idara ya mionzi kemikali, tiba ya kemikali na upasuaji, kwa siku tunaona zaidi ya wagonjwa 200 tukijumlisha pamoja na watoto. Watoto ni zaidi ya 30 mpaka 40 kwa siku. Kwa hiyo kwa mwezi tunaona zaidi ya wagonjwa 1500 kwenye kliniki yetu. Kwa hiyo rasilimali watu ni muhimu sana katika idara yetu, na changamoto nyingine tunazipata kutokana na ongezeko kubwa la ugonjwa ni pamoja na matibabu ya mionzi. Wagonjwa wamekuwa ni wengi sana. Kama tunavyojua sasa hivi, saratani inayoongoza kwa hapa Mwanza kwa wanawake ni saratani ya shingo ya kizazi, ambayo inahitaji sana huduma ya mionzi. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa. Tunaishukuru serikali pamoja na hospitali ya Bugando na maaskofu, tumepata mashine ambazo zinasaidia watu hao wanapata mionzi ambayo karibu wagonjwa 80 kwa siku, lakini bado mashine hizi hazitoshi. Changamoto tunazokutana nazo, vifaa vichache, foleni imekuwa kubwa, tunatoka usiku. Tunashukuru NMB kwa kutuongezea vitanda kusolve hili tatizo la foleni.